kumfuata Yesu, kumtafuta Yesu. Tayari katika Injili tuliyosikia jana na juzi, tutambua kwamba kina mama hao walikuwa na mahangaiko, na mahangaiko yao yalitokana na yale yaliyomsibu Yesu, kwamba alikamatwa, alidhalilishwa, akauawa kifo cha aibu, na kwao na kwa wafuasi wengine ikaonekana kwamba yamekwisha. Ikaonekana kwamba matumaini yao yamefikia ukingoni. Lakini kumbe sivyo. Kristo ameshinda mauti, ameshinda kifo, ameshinda dhambi. Ni mshindi na mtukufu. Na Kristo mfufuka anawatokea hao wanawake na anawasalimia, amani iwe kwenu. Nami nawatakieni amani ya Kristo mfufuka. Amani ya Kristo mfufuka ni mahusiano yaliyotengemaa, na mahusiano yaliyotengemaa yanamfunganisha mtu na Mungu wake, mtu na nafsi yake, mtu na jirani yake, mtu na ulimwengu au mazingira yake. Hayo ni mazingira yaliyokombolewa. Na Yesu mfufuka anapowatokea wafuasi kina mama, kwa kweli anawapa hadhi ya pekee. Anawapa hadhi ya kuwa mashahidi wa kwanza wa tukio au fumbo la ufufuko. Kina mama, mjipongeze. Manake mnaweza mkauliza, lakini Yesu si alikuwa na wafuasi, mitume, wateule wake, kina Petro, Andrea, Yakobo, wale 12. Kati yao hakuweko mwanamke hata mmoja. Na Yesu hajipingi. Yesu anathamini chaguo alilolifanya la kuwateua mitume, lakini anatoa upendeleo wa pekee kwa wanawake, na ana kila sababu ya kufanya hivyo, kwa sababu kina mama, mkiwa waaminifu kwa wito wenu, mkiwa waaminifu kwa utume wenu, kwanza ninyi ni wahifadhi wa uhai. Ninyi ni walezi wa kwanza wa imani, na ninyi ni wafuasi wa kutegemewa. Leo tumekutana na UKWAKATA hapa. Hebu UKWAKATA wa kina mama simameni. Mapadre mnaona? Ketini. Hebu UKWAKATA kina baba simameni. Eti ngoma droe.
Ngoma sio draw. Wengi ni wanani? Hatuwaonei wivu, hatushindani nanyi, lakini tunawaomba mtufundishe kuwa wafuasi mahiri, wafuasi waaminifu na wafuasi wafurahivu, tukitetea na kuishuhudia habari njema, wake kwa waume. Lakini niwakumbushe, kina baba ketini, niwakumbushe kwamba ninyi mliopewa upendeleo wa kwanza wa kuwa mashahidi wa Kristo mfufuka, mwarithishe watoto wenu uhai, mwarithishe watoto wenu imani, mwarithishe watoto wenu wokovu, mwarithishe watoto wenu utu wema. Na katika zama zetu hizi, jukumu hilo la kurithisha uhai, la kurithisha imani, la kurithisha utu wema, la kurithisha uadilifu ni jukumu zito, ni jukumu nyeti. Mtutangulie kwenda kutekeleza hilo. Na Yesu mfufuka alipowatokea kina mama, aliwapa utume, waende wakawaambie mitume wamfuate Galilaya. Yeyote ambaye yuko makini anapaswa kujiuliza, Yesu anaposema wamfuate Galilaya, ana maana gani? Ndugu zangu, Galilaya sio eneo la kijiografia. Galilaya ni mazingira mbalimbali ya maisha yetu, ya maisha yenu. Itambue Galilaya katika familia yako. Itambue Galilaya katika ujirani wako. Itambue Galilaya mahali pako pa kazi. Itambue Galilaya katika changamoto zako. Itambue Galilaya katika uwajibikaji na mahangaiko yako. Katika makando hayo yote, kutana na Kristo mfufuka. Tambua uwepo wa mfufuka. Mwabudu na kumsujudia Kristo mfufuka, na muamini na kumfuata Kristo mfufuka. Katika somo la kwanza, napenda kuchukua tu mstari mmoja. Somo hilo ambalo tumelipokea kutoka kwa Petro mtume linahitimishwa na maneno haya: nasi ni mashahidi wake. Naomba mrudie. Hebu wanaume tu, nasi ni washahidi wake. Kina mama peke yenu, nasi ni mashahidi wake. Sasa hiyo ni kauli inayotoka moyoni au ni ngonjera ya kwenye ulimi tu? Inatoka moyoni Na kweli itoke moyoni. Hicho alichotamka Petro ambaye alimkana Yesu mara 3, lakini sasa anasimama kidete akishuhudia juu ya ufufuko wa Kristo. Nawe mbatizwa, unakitambua
unakipokea na unajitosa kukiungama na kukishuhudia. Simama kidete, uwe shahidi wa Kristo mchana na usiku, masika na kiangazi, katika raha na katika tabu, katika mazingira yote. Na usiwe kigeugeu. Simama kidete, uheshimike, utambulike kama mfuasi wa ufufuko wa Kristo. Wapendwa wana UKWAKATA, Jimbo Kuu la Dar es Salaam linamshukuru Mungu kwa uwepo wenu kama wana utume wa kwaya ndani ya Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Tunafurahi kwamba mnamtukuza Mungu kwa nyimbo zenu, mnakoleza ibada na maadhimisho ya kiliturujia kwa nyimbo zenu. Lakini naomba niwaalike, namba moja, kumbukeni fundisho alilotuachia Mtakatifu Agustino wa Hippo. Alisema anayeimba vizuri anasali mara mbili. Narudia tena, anayeimba vizuri anasali mara ngapi? Je, wewe mwana UKWAKATA unaimba vizuri? Pole pole. Unaimba vizuri kutoka wapi? Kutoka moyoni, Je, ni wote mnaimba vizuri kutoka moyoni, au hapa na pale mna mahangaiko vyenu? Hamna mahangaiko Yapo kuna mahangaiko mara nyingine kati yenu wenyewe. Mna mahangaiko kati yenu na wanakwaya wa parokia jirani au hata parokia hiyo hiyo. Unaweza kukuta mko kwaya tatu, ya Mtakatifu Cecilia, ya Mtakatifu Paulo, ya Mtakatifu Kizito na kadhalika, alafu mkawa hampikiki pamoja, mkawa kama mko dini mbili tofauti. Sasa huo ni ugonjwa, huo ni ugonjwa. Msiuendekeze, msiushabikie. Ukabilini ugonjwa huo kama upo, na tafuteni kuuondolea mbali, kusudi mnaposali na kuimba kutoka moyoni, sala yenu kweli mpendeze Mungu. Na sala inayompendeza Mungu ni sala inayogubikwa na upendo, ni sala inayogubikwa na huruma, ni sala inayogubikwa na ukweli, ni sala inayogubikwa na haki, ni sala inayogubikwa na staha, ni sala inayogubikwa na uadilifu. Kwa hiyo wana UKWAKATA wote, palilieni fadhila hizo. Na katika kuimba kwenu, basi hakikisheni kwamba mnaimarika katika utakatifu. Na mkiimarika katika utakatifu, mtakuwa kweli
mashahidi wa Kristo mfufuka. Nawapongeza kwa kujitokeza kutoka katika parokia mbalimbali za jimbo letu kuu la Dar es Salaam kuja kusali pamoja, kumshangilia Kristo mfufuka na kushuhudia imani yenu. Basi Mungu aliyewajalia Roho aliyewasukuma kufanya hilo awadumishe katika ukweli wake na katika amani yake. Amani ya Kristo mfufuka iwe nanyi.